Mkurugenzi wa Tume ya Ushindani Halali ya Biashara Zanzibar, ndugu Alia Emmanuel Juma, amesema wafanyabiashara wa bidhaa za vyakula wanaendelea kufuata sheria kwa kubandika bei elekezi za bidhaa pamoja na kukabiliana na changamoto ndogo zinazojitokeza. Amesema hayo baada ya kumaliza kwa ziara ya kukagua bidhaa za vyakula katika mahala pamoja na maduka ya Mwanakwerekwe. Ameeleza kwa changamoto kubwa kwa wafanyabiashara wadogo ni kuuziwa bidhaa kwa bei ya juu na wafanyabiashara wakubwa, huku kwa upande wa mahala makubwa changamoto kuu ikiwa ni kucheleweshwa kwa meli kuleta bidhaa nchini. Leo tumefanya ziara hii ya kushtukiza katika mahala makubwa ya wafanyabiashara kwa lengo la kuangalia uwepo wa bidhaa na bei ambao wanauza wao. Manake tumekuwa tunapata changamoto sana kwa wafanyabiashara wadogo, wanasema kama wao wanakuwa wanauziwa bei ya juu, lakini tukasema tuanze kule kwenye mzizi alafu ndo tuje huku, na tulivyokuja tukaona bei za bidhaa zipo, vyakula vipo vya kutosha, lakini na bei zimebandikwa na zimebadiwa, wafanyabiashara wamefuata bei elekezi kama tulivyowaelekeza. Lakini changamoto kubwa ambayo wameizungumza wafanyabiashara wakubwa, kwanza kama tunavyojua duniani kuna vita, kwa hiyo ucheleweshaji wa kupata meli wa kuweza kuleta bidhaa hapa nchini, lakini pia ni kupata makontena kwa ajili ya kubebea hizo bidhaa. Changamoto zao walizoeleza ndo hizo, lakini kwa upande wa wafanyabiashara wadogo tumeona bei zinaridhisha na bei zimebandikwa. Hakuna changamoto ambayo inaweza kupelekea labda kutokuwepo na bidhaa katika soko kwa kipindi hichi. Changamoto ya usafiri ndio ambayo walikuwa wameelezea wafanyabiashara, kwa mizigo tayari washapakia lakini haijafika hadi sasa, na kama tunavyojua duniani kuna vita, kwa hiyo lazima kutakuwa kuna itilafu katika usafirishaji. Lakini hakuna wasiwasi mkubwa kwa sababu katika biashara, kwa wafanyabiashara wengine hizo bidhaa zipo na zipo nyingi za kutosheleza kwa kipindi hichi. Kama mchele, sukari tumeona upo, na bado wengine tayari wamesema ziko njiani zishafika, na wengine tayari ziko bandarini zinasubiri kupata ukuta kwa ajili ya kusambazwa. Mafuta ya kula, wafanyabiashara walikuwa wanalalamika kwa na mafuta mengi sana ambayo na movement yake imekuwa iko ndogo. Lakini hili pia kwa mujibu wa taarifa za serikali wanalifanyia kazi, kwa sababu wafanyabiashara wanalalamika kwa hapati kuuza mafuta yao kupeleka Dar es Salaam, lakini naamini kwa litafanywa kazi wakati sahihi na watapata kuuza. Mimi nafikiri nipende kuwaambia wafanyabiashara, ili agizo la kubandika bei na kufuata bei elekezi ni agizo la serikali na liko kisheria kabisa. Kwa hiyo sisi tunapopita tukamkuta mtu hajabandika bei, tunamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tuna wajibu wa kuwakumbusha kuwa kuna wafanyabiashara wanafikiri kama wao hawapaswi kubandika bei, hususan wafanyabiashara wanauza vitoweo kama ni nyama, mabucha. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaambia wenye mabucha wote, tunakuja huko, bei tunataka tuzione, kwa sababu tumeona kuna changamoto kubwa sana katika mabucha. Ukienda bucha moja linauza nyama 17,000, ukienda bucha nyingine nyama 19, nyingine 20. Sasa tunataka tuondoe utata huo. Sisi kwa mujibu wa sheria hatuisimamii bei elekezi katika bidhaa hiyo, lakini tuna wajibu wa kuhakikisha bei inabandikwa ili mtumiaji apate kujua bei halisi ya bidhaa ile. Kwa hiyo naona wao wamejitoa, wanafikiria labda hakuna watu wa kuwasimamia. Kwa hiyo kwa nafasi hii niseme kuwa sisi tupo na tutawasimamia, tutahakikisha bei wanazibandika ili watumiaji wapate kujua bei halisi ya bidhaa hiyo. Kwa upande wake mfanyabiashara Bwana Ali Ramadhan amesema bei za bidhaa ziko vizuri na amepongeza serikali kwa juhudi zake za kuhakikisha kunakuwa na muendelezo mzuri kwa wananchi wa hali ya chini. Mimi na washauri waweke bei elekezi kwa sababu ni suala ambalo limependekezwa na serikali. Kwa hivyo ni shauri zuri sana, na mimi naipongeza tume kwa masuala hayo, kufuatilia suala hilo. Bei mpaka sasa hivi tunashukuru zinaenda vizuri, na kama unavyoona kwenye mabango yetu, na hali inaendelea vizuri katika masuala ambayo tumeelekezwa na serikali kwa jumla. Mimi naipongeza serikali kwa masuala yanayoendelea nayo. Ni suala ambalo kwa kweli linatupa muendelezo mzuri hasa kwa watumiaji wa hali ya chini zaidi. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Rehema Rashidi Moyo, nyuma ya kamera ni Madina Umar.